Mwaka 1948, kijiji cha Kibwezi kilikuwa bado kimejaa mihadarati na nyumba za udongo zenye paa za makuti. Ndani ya ukoo wa mzee Juma Abdalla alikuwepo bibi mmoja aitwaye Sauda, binti mzee Hamisi. Alikuwa amezaliwa karibu 1870, hivyo wakati huo alikuwa na umri wa karibu miaka 78. Bibi Sauda alikuwa mrembo sana, hata akiwa mzee. Ngozi yake ilikuwa laini kama ya mtoto, macho yake meusi yalikuwa na nuru ya ajabu, na sauti yake ilikuwa tamu kama asali ya asili. Lakini chini ya uzuri huo kulikuwa na giza kubwa. Bibi Sauda alikuwa mchawi. Sio mchawi wa kawaida wa kutibu au kutoa dawa za mapenzi, bali mchawi wa giza zima. Alifanya mambo ambayo hata wazee wa kijiji hawakutaka kuyataja kwa sauti kubwa. Alisemekana kuwa na uwezo wa kuwageuza watu kuwa wanyama, kuwafanya wapumbavu na hata kuwaua kwa kutumia tu jina lao na picha yao. Lakini cha kushangaza, hakuna aliyemthubutu, kwa sababu alikuwa na nguvu kubwa sana na alikuwa tajiri. Alikuwa na mashamba makubwa ya mihogo, mahindi na hata alikuwa na ng'ombe zaidi ya 200. Watu walimwogopa, lakini walimuhitaji pia. Mzee Juma alikuwa mwanawe wa pekee. Alikuwa ameoa wake watatu: Fatuma, Amina na Zainabu. Bibi Sauda alimpenda sana Juma, lakini alichukia wake zake wote. Alisema kuwa hawakustahili kumuidu mwanawe, hasa Fatuma, mke wa kwanza, ambaye alikuwa amemzalia watoto 5: Omari, Halima, Mwajuma, Asha na Salama. Bibi Sauda alimuidu Fatuma kwa moyo wote. Alisema Fatuma alikuwa amemroga Juma ili amuoe. Siku moja mwaka 1947, Fatuma alipata homa kali na akaaga dunia ndani ya siku 3. Watu walilia, lakini Bibi Sauda hakulia. Badala yake alikuwa akitabasamu kwa mbali. Miezi 6 baadaye, Amina, mke wa pili, alikufa ghafla baada ya kuanguka shimoni na kukatika shingo. Tena Bibi Sauda hakulia. Zainabu, mke wa 3, alianza kuogopa. Alimwambia Juma, baba yako anawaua wake zako, mimi nitakuwa mwisho. Lakini Juma hakumwamini. Alisema mama yake hawezi kufanya hivyo. Lakini moyo wa Zainabu haukuwa na amani. Akaanza kuomba sana, akaanza kufunga Jumatatu na Alhamisi, akaanza kusoma Qur'an kila siku. Mwaka 1948, Bibi Sauda alianza kuugua. Alikuwa amepungua nguvu sana. Tabia yake ilibadilika. Alianza kuwaita wajukuzu usiku na kuambia mambo ya ajabu. Mimi sitakufa kabisa, alisema siku moja. Nitabaki hapa daima, na yoyote atakayenidhulumu atalaaniwa mpaka kizazi cha 7. Watoto walicheka, lakini Zainabu hakucheka. Alimwambia Juma, mama yako anajiandaa kuacha laana, tunahitaji kumuidu. Lakini Juma alikasirika. Wewe unamchukia mama yangu, hutaki hata amuone mjukuu wetu, kwa sababu Zainabu alikuwa mjamzito wakati huo. Bibi Sauda alikufa tarehe 17 Septemba 1948 saa 8. Kabla hajafa, aliwaita watoto wote wa Juma mbele yake. Alikuwa amelala kitandani, mwili wake ulikuwa mfupa tu. Alichukua mkono wa kila mmoja na kuambia, msinidhulumu baada ya kufa kwangu, msigawanye mali yangu vibaya, msiniite mchawi, msiharibu jina langu, kwa sababu kama mtakosa, laana itawafuata mpaka kizazi cha 7. Mtaumia, mtapoteza akili, mtapata maradhi yasiyotibika na hatimaye mtakufa vibaya. Halima
ambaye alikuwa na umri wa miaka 18 wakati huo, alimjibu bibi, "Bibi, sisi hatukukudhulumu, lakini wewe uliua mama yetu Fatuma na Amina." Ghafla macho yake Bibi Sauda akawaka kama moto. Alimuidu Halima kwa jicho moja na kusema, "Wewe ndio utaanza kuonja laana yangu na ukoo mzima utaifuata." Bibi Sauda alikufa mara hiyo hiyo, lakini kabla hajafa alitapika damu nyeusi na kuangalia dari kana kwamba anaona kitu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Nimerudi nyumbani kwangu, lakini bado niko hapa." Kisha akafa. Mazishi yalifanyika siku ya pili, lakini jambo la ajabu lilitokea. Wakati wanapomweka kaburini, mwili wake haukuwa na uzito. Walimuinua kwa urahisi kama ni mtoto, na wakati wa kumuidu udongo, jembe lilivunjika mara 3. Mzee wa kijiji alisema, "Huyu si mtu wa kawaida, tumwombe Mungu atuhifadhi." Baada ya mazishi, mali ya Bibi Sauda iligawanywa. Juma alichukua sehemu kubwa, lakini Zainabu alidai sehemu yake. Juma alikataa. Alisema, "Mali ya mama ni yangu." Zainabu alikasirika na kwenda kwa ndugu zake, lakini kabla hajaondoka, alimuidu kaburi la Bibi Sauda na kusema, "Wewe uliua wake zengine, sasa Mungu atakuhukumu." Hapo ndipo laana ilipoanza. Miezi miwili baadaye, Halima alianza kupata ndoto za kitisha. Alikuwa akimwona Bibi Sauda akiwa amesimama mbele ya kitanda chake, akiwa amevaa nguo nyeusi, akiwa na macho mekundu. Halima alianza kupiga maye usiku. Akasema Bibi Sauda anamwambia, "Uliniita mchawi, sasa nitakuonyesha mimi ni nani." Halima alianza kupata kifafa. Alipopata kifafa, alizungumza kwa sauti ya Bibi Sauda. Alisema mambo ambayo Halima mwenyewe hakuyajua. "Mimi sitawacha mpaka mniombe msamaha wote." Watu walimtafutia dawa, lakini haikufaa. Hatimaye mwaka 1951, Halima alikufa akiwa na umri wa miaka 21, akiwa amepasuka mdomo na kutapika damu nyeusi kama Bibi Sauda. Kifo cha Halima kilileta hofu kubwa, lakini Juma alisema ni ugonjwa wa kawaida. Lakini Zainabu alijua ni laana. Alimwambia Juma, "Tumekosa, tunahitaji kuomba msamaha kaburini." Juma alikataa, "Mimi siendi kuomba msamaha mchawi." Mwaka 1953, Omari, mtoto wa kwanza wa Juma na Fatuma, alianza kupoteza akili. Alikuwa akizunguka kijijini akiwa uchi, akicheka peke yake, akisema anamuona bibi yake. Alisema Bibi Sauda anamwambia auwe mali yote iliyogawanywa vibaya. Hatimaye Omari alijinyonga kwenye mti wa michikichi mwaka 1955. Sasa watoto wawili walikuwa wamekufa kwa njia ya kitisha. Zainabu alizaa mtoto wa uume mwaka 1950 na kumuita Hassan. Hassani alikuwa akiwa na afya njema hadi mwaka 1966 alipokuwa na umri wa miaka 16. Ghafla alianza kupata maumivu makali ya kichwa. Madaktari wa Mombasa walisema ni uvimbe wa ubongo, lakini kabla ya kufanyiwa upasuaji, Hassani alikufa usiku akiwa amepasuka macho na kutapika damu kama bibi na Halima. Sasa watu walianza kuamini kweli kuna laana. Mwajuma, dada yao, alioa mwaka 1968 na kwenda Nairobi. Alipata watoto 3, lakini kila mtoto alipofikisha umri wa miaka 7 alikufa ghafla bila sababu. Mtoto wa kwanza alikufa 1975, wa pili 1982, wa tatu 1989. Mwajuma mwenyewe alianza kupata saratani ya matiti mwaka 1995 na akafa 1998 akiwa na umri wa miaka 68. Asha, mdogo wa wote, alioa na kupata watoto 2, lakini mume wake alimpiga na kumuidu nyumba na watoto. Asha alirudi Kibwezi mwaka 1990 akiwa amepoteza kila kitu. Alianza kuugua ugonjwa usiojulikana. Alipungua hadi mfupa. Kabla hajafa, mwaka 2001,
Alisema, nimeona Bibi Sauda. Anasema bado hatujamaliza. Salama mdogo kuliko wote alikuwa na akili za ajabu. Alisoma hadi chuo kikuu na kuwa daktari. Lakini mwaka 2010 wakati alipokuwa na umri wa miaka 72, alipata ajali ya gari na akafa papo hapo. Gari lilikuwa limeidu mti mmoja kwa moja. Sasa kizazi cha kwanza cha wajukuu kilikuwa kimepotea kabisa. Kizazi cha pili kilianza kuathirika pia. Mjukuu wa kwanza wa Juma aitwaye Sauda, walimuita jina la bibi yao ili kumridhisha. Alizaliwa 1972. Alipofikisha miaka 30 alianza kupata ndoto kama za shangazi yake Halima. Alianza kusema anaonana na Bibi Sauda. Mwaka 2015, Sauda alijinyonga ndani ya nyumba yake Nairobi. Alipopatikana ulimi wake ulikuwa nje na macho yalikuwa